Kwa mara nyingine tena soka kiganjani, soka uwanjani, nikiwa na transfer list ambayo kwa hivi sasa inaonekana kuwa ni transfer kubwa barani Afrika, na yote tunazungumza haya kwa sababu tayari alishawahi kuwa na rekodi ya kuchezea kwenye klabu ya Yanga. Hapa nikiwa namzungumzia Fiston Kalala Mayele, fahari ya DRC Congo, ambayo nikiwa nazungumza hivi sasa kwamba dili ambalo litakuwa ni most valuable deals kwa upande wa soka barani Afrika, basi ni dili la Fiston Kalala Mayele kutoka kwenye klabu ya Pyramids na kuelekea kwenye klabu ya Al Ahly ya Saudi Arabia. Moja kati ya dili ambalo limesukwa vizuri na vyema na wakala wa Fiston Mayele aliyethibitisha kwamba klabu ya Pyramids muda wote na saa yote inaweza ikamkosa Fiston Kalala Mayele. Yote ni kutokana kwamba Fiston Mayele kwa hivi sasa ndani ya misimu miwili ambayo ameweza kuonyesha pia taifa lake la DRC Congo kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao wana uchu na mafanikio ya yeye kama yeye kuwa King of Africa kwa upande wa soka, ambao amekuwa akiendelea kuonyesha makali yake kila anapoenda. Kwenye klabu ya Yanga hakuna ambaye hamjui wala hamtambui Fiston Kalala Mayele kwenye upande wa kuonyesha matokeo na kufanya makubwa ndani ya dimba lolote la uwanja. Lakini kwa hivi sasa klabu ya Al Ahly ya Saudi Arabia ambayo imeweka mzigo mnono na kufanya mazungumzo na wakala wa Fiston Mayele, ambaye yeye ndo aliyethibitisha kwamba tayari mkataba umeshavunjwa kwenye klabu ya Pyramids, ambao wao walitia mkataba wa miaka 3 na Fiston Kalala Mayele kwa kuweza kumpa kifungo na kumpa mkataba mnono wa mwezi mzima akiwa anachukua zaidi ya shilingi milioni 112. Moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa ni special sana kwa Fiston Mayele ni mara baada ya kwenda kwenye klabu ya Pyramids na kulamba dili na pia kupata posho pamoja pia na pesa anayoipata kwa mwezi ambao ni mshahara wake zaidi ya thamani ya shilingi milioni 112 kwa pesa za Kitanzania. Ni moja kati ya vitu ambavyo wanamichezo wamekuwa wakitamani sana kufikia level za Fiston Mayele, lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda, nikikumbuka kwenye mechi mbalimbali ambazo yeye kama yeye Fiston Mayele akiwa na klabu yake ya Pyramids mpaka hivi sasa muonekana kuwa ndo nyota wa mchezo, na hata kwenye tuzo za kafu pia tumeweza kumwona Fiston Mayele akiwa nominated kuwa ni moja kati ya wachezaji ambao wanagombania kuwa mchezaji bora wa Afrika kwa mwaka 2025, na bila shaka kura kwa asilimia 100 mpaka 99 kushuka ni kwamba Fiston Mayele lazima tuzo ya kuwa mchezaji bora wa Afrika kwa mwaka 2025 yeye anastahili kwa asilimia 100. Ni kutokana pia na rekodi ambazo tayari ameweza kuzifikia kwamba hajacheza mechi za kutosha kiasi kwamba labda pengine kwenye klabu ya Pyramids ametumia zaidi ya miaka 4, lakini kwa yale aliyoyafanya kwenye klabu ya Pyramids, kwanza amefanikisha klabu ya Pyramids kuweza kuchukua ubingwa wa kombe la klabu bingwa barani Afrika mwaka 2024, mwaka 2025. Moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa ni special na vyenye thamani kubwa katika maisha ya soka ya Fiston Mayele, haijawahi kutokea na ndo imekuwa mara ya kwanza kwa Fiston Mayele kuchukua kombe la klabu bingwa na klabu ya Pyramids, na yeye akiwa ndo mchezaji wa muhimu na mchezaji mwenye thamani ya juu zaidi. Kwa hiyo inaonyesha dhahiri kwamba hata Al Ahly ya Saudi Arabia wakiangalia rekodi ambazo ameweza kuzifanya Fiston Mayele akiwa na klabu yake ya Pyramids, lakini pia akiwa kwenye klabu yake ya Yanga, ni wazi dhahiri shairi kwamba Fiston Mayele anadeserve kwa asilimia 100 kwamba yeye ndo man of the match, lakini pia na yeye ndo top scorer katika michuano mbalimbali. Alifanikiwa kuwa top scorer kwenye michuano ya kombe la klabu bingwa, lakini kwa this time pia kuwa nominated na kuwa kwenye tuzo za kuwa ndo mchezaji bora wa mwaka 2025. Basi pia tunaamini kwamba yote yanawezekana, na hata kumtakia dili lake liweze kuwa salama kila mchezaji, kila mshabiki na kila mtu ambaye anamfahamu Fiston Mayele amekuwa akimwombea na kumtakia kila laheri katika maisha yake mapya ya soka la Al Ahly ya Saudi Arabia, ambapo tayari unaambia wakala ameshakubali na ameshaonyesha na kuthibitisha kwamba Fiston Mayele
kwa dirisha dogo la usajili hatoweza kuwepo kwenye mpango kazi wa kocha wa klabu ya Pyramids, licha ya kwamba yote yanawezekana, kwa sababu pia nafikiri issue ya kuvunjiwa mkataba kwa Fiston Mayele ni Pyramids kuweza kuruhusu kitendo kama hicho. Kama hawatokubali klabu ya Al Ahly ya Saudi Arabia kuvunja mkataba, licha ya kwamba tunajua kwamba kwa mabosi wa Saudi Arabia na wote ambao wamekuwa kwenye soka na kuendeleza soka la Saudi Arabia wamekuwa na pesa za kutosha, kiasi kwamba nikizungumza kwamba Fiston Mayele hana uwezo wa kupindua meza wala hana uwezo wa kukataa ofa ya klabu ya Al Ahly. Kwa hiyo nafikiri pia siwezi nikalaumu wala pia nikaisanifu klabu ya Pyramids ambao pia katika rekodi ni moja kati ya vilabu ambao vinamilikiwa na mabosi ambao pia na wao wana pesa za kutosha. Kwa hiyo kunaweza kukawa na ushindani mkubwa kwenye swala zima la mkwanja, huku klabu ya Pyramids ikihitajika kutoa mkwanja wa kutosha, lakini pia na klabu ya Al Ahly ya Saudi Arabia kama itakuwa imeweza kufikia kwenye hatua ya kwamba inamhitaji Fiston Mayele kama most valuable player, basi naamini kwamba hakuna kitakachoweza kushindikana, labda tu waone kwamba ni mchezaji ambaye labda hataweza kuwafaa katika manufaa yao. Lakini kwa hivi sasa taarifa rasmi na taarifa ambayo kila mmoja ana imani nayo basi ni kuhusiana mara baada ya wakala kuthibitisha kwamba bado issue ya Fiston Mayele kuendelea kusalia kwenye klabu ya Pyramids bado haina uthibitisho wa 100%. Kwa hiyo kwa hivi sasa taarifa hii inaweza ikawa ina 50% kwa Fiston Mayele kubakia kwenye klabu ya Pyramids, lakini pia na 50% kwa Fiston Mayele kuondoka kwenye klabu ya Pyramids. Yote yanawezekana kwenda kwenye klabu ya Al Ahly ya Saudi Arabia, ambao pia wakala muonekana pia kuwa na shauku kubwa sana ya kufanya mazungumzo ya kibiashara na makubaliano ya mkataba, ambapo ni lazima ile contract iliyokuwa signed na Fiston Mayele kwenye klabu ya Pyramids iweze kuwa underrated na iweze kuwa signed off na kuvunjwa na klabu ya Al Ahly ya Saudi Arabia. Yote inawezekana, lakini hebu tukutane kwenye upande wa comment katika hili swala na mjadala wa Fiston Kalala Mayele kwenye issue yake ya kuvunjiwa mkataba na klabu ya Al Ahly ya Saudi Arabia. Hii ni Hot Boy Media, soka viwanjani, soka kiganjani. Kama kawaida tukutane siku nyingine tena, lakini pia kwa upande wa comment tofauti na ushauri, basi na imani kabisa hautaweza kuniangusha. Dondosha comment zako, lakini usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili mradi uendelee kuwa kwanza kupata full update zetu za channel ya Hot Boy Media.